Niseme na wewe machache sana. Tunaofuatilia mazungumzo ya T.R. Msigwa kupitia mitandao ya kijamii, TikTok na kadhalika, Facebook na mitandao mingine ambayo T.R. Msigwa akizungumza na wadau mbalimbali. Lakini ningependa kuliweka hili wazi, sidhani kama litaeleweka, lakini naamini kwa baadhi ya watu wanaweza wakalielewa. Mimi sijawahi kutamani kuwa mwenyekiti wa serikali za mtaa, wala kijiji, wala kitongoji. Nyadhifa yoyote ile ya kuteuliwa au ya kutaka niteuliwe au ya kuchaguliwa sijawahi. Kwa hiyo sina uwezo wowote wa kutoa ushauri wowote. Niliwahi kubahatika kuombwa ushauri kuhusu masuala ya VVU, hasa katika upande wa madaktari na wa viongozi fulani walinitaka ushauri, nikawahi kuwapa. Lakini naamini muda si mrefu Watanzania wanaweza wakapata fursa ya kuingia kwenye uchaguzi, wakawachagua watu wanaoona wanawafaa ili washirikiane nao katika kipindi cha miaka 5. Basi ushauri wangu kwenye hilo ni wewe Mtanzania, ukipata nafasi hiyo itumie vyema kumchagua mtu ambaye unaamini anaweza akakuwakilisha vizuri katika safari yako ya uongozi. Lakini T.R. Msigwa maskini ya Mungu hana uwezo wa kushauri au kusema kauli fulani, kwa sababu mimi sio mwanasiasa na sina nafasi hizo. Na nimeyasema haya kwa jambo moja. Kuna mama mmoja analalamika kuwa wakubwa wanapewa ARV, watoto wanapewa dawa fulani, singependa kuitaja jina, lakini wanaohudhuria kliniki wanajua. Sasa hivi bure dawa ile haipatikani. Inakulazimu uende nje ya duka la dawa ukanunue dawa hiyo. Mama yule anasema kipato cha shilingi 3,000 hana. Nini afanye? Nikamwambia bahati mbaya mimi niko mbali na mkoa wako. Ungekuwa mkoa ambao mimi nipo, ningeona namna ya kufanya. Lakini vile vile katika simu yangu kipindi hicho hakina senti yote ambayo inaweza ikakutumia. Labda nikipata nafasi nipe namba yako nikuagizie ili uweze kununua. Kwa hiyo hii nukta yangu inaonyesha kuwa hata ukinilalamikia sina jawabu, sina ufumbuzi, isipokuwa mfukoni kwangu kuwe kuna chochote kinachoweza kukusaidia ili uweze kununua. Hicho kinawezekana. Lakini ukinilalamikia kwa sababu mimi nazungumzia sana VVU, maradhi, nina uwezo wa kusaidia, hapana. Nafikiri nikifanya hivyo nitakuwa nafanya makosa na kusema uongo. Ila ukipata fursa ni vizuri ukadhibiti hisia zako, ukawa na muda mzuri wa kutafakari ni yupi anayefaa kuongoza, ili wewe na yeye mshirikiane kuona changamoto hizi mnazitatuaje. Ukiwa wewe unaumwa na kipato chako kidogo, ikiwa yeye kiongozi wako ana uwezo wa kutumia maarifa yake au mkachanganya maarifa, mkaweza kusaidiana kwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Nimeona hili niliseme kwa dakika hizi chache ambao nimepata fursa ya kuongea na jamii kupitia mitandao yangu ya kijamii, niliweke wazi hilo ili tuweze kuona nini tunafanya
katika safari ya kusaidiana au ya kuelekezana katika safari ya maisha. Hili ni jambo muhimu, nimeliona niliseme katika siku ya leo na muda huu ambao leo ni siku ya Ijumaa. Nimepata fursa ya kuzungumza machache, nimeona niyazungumze haya.